ni SK. Heri ya mwaka mpya mtazamaji wa Clouds TV na karibu katika gumzo la alasiri, ambapo kwa siku ya leo tuko katika jiji la Arusha na mengi tunahitaji kufahamu ni kuhusiana na yale ambayo yamefanyika 2017, lakini pia tunatamani kufahamu ni yapi ambayo yamejikita zaidi katika mwaka huu 2018. Na leo niko katika ofisi ya mkurugenzi wa jiji la Arusha ambayo utakwenda kumfahamu hivi punde ni yapi ambayo amejipanga nayo kwa mwaka 2018. Mimi sitakuwa mwongeaji sana, mengi tutayapata hapa. Mimi naitwa Beatrice Gerard. Karibu Mheshimiwa mkurugenzi wa jiji la Arusha, karibu sana katika gumzo la Clouds TV, na leo tumebisha hodi katika ofisi zako kuweza kufahamu ni yapi ambayo hasa umejipanga. Lakini kwanza nikutakie heri ya mwaka mpya 2018. Tukisema jiji la Arusha tunamaanisha kitu gani? Asante sana. Kwanza na wewe heri pia ya mwaka mpya pamoja na Clouds TV kwa ujumla. Tukisema jiji la Arusha kisheria tunamaanisha halmashauri ya jiji la Arusha. Hii ni mamlaka ambayo imeundwa kisheria, kikatiba, ambayo kazi yake kubwa ni kusaidia serikali kuu kufikisha kwa karibu zaidi huduma kwa wananchi waliopo katika maeneo ambayo ni ya serikali za mitaa yenyewe. Halmashauri ya jiji la Arusha inaundwa na mitaa 132, kata 25 pamoja na management yenyewe inayoongozwa hapa na mimi mwenyewe mkurugenzi, ikiwa na wataalamu na wakuu wa vitengo jumla 19. Hiyo ndio ukisema halmashauri ya jiji la Arusha unamaanisha hiyo, ambayo sasa inaongozwa pia na baraza la madiwani. Tumeshuhudia mkurugenzi, pamoja na kufahamu muundo sasa wa jiji la Arusha, jinsi ambavyo unafanya kazi na jinsi ambavyo unapatikana jiji la Arusha. Pengine sasa mwaka jana tumeona ni miongoni mwa majiji machache ambayo yameweza kujipatia tuzo mbalimbali kwa utendaji wake wa kazi. Wewe unafikiri ni kitu gani ambacho kilikuwa siri ya urembo kwa mwaka 2017? Ni kweli katika mwaka 2017 jiji la Arusha limefanikisha mambo mbalimbali mazuri, lakini siri kubwa ni nidhamu katika kusimamia rasilimali za serikali, katika kusimamia maagizo mbalimbali yanayotolewa na serikali, katika kusimamia budget, katika kusimamia sera mbalimbali zinazotoka pamoja na miongozo, ikiwemo hata ilani yenyewe ya Chama cha Mapinduzi, lakini mingi miongozo kutoka wizara mama ambayo ni ofisi ya Rais TAMISEMI na hata wizara zingine za kisekta. Kwa hiyo umoja na mshikamano miongoni mwa wataalamu pamoja na viongozi wengine wa serikali kuu, hii imechangia sana katika kuhakikisha kwamba tunafikia malengo, na ndio maana umeona kwamba tumepata tuzo mbalimbali, ikiwemo tuzo ya usafi wa mazingira tumepata pia ukusanyaji wa mapato. Tumefanikiwa kukusanya kwa 112% ya malengo, yani kutoka bilioni 12.29 hadi kufikia zaidi ya shilingi bilioni 13. Tumekopesha vikundi vya wanawake na vijana shilingi bilioni 1 na milioni 990 kwa mwaka huo wa 2017, yani 16-17. Lakini pia tumeweza pia kujenga madarasa ya kutosha, zaidi ya madarasa 85 katika shule zetu za msingi na sekondari. Tumeweza kuimarisha na kujenga baadhi ya vituo vya afya na zahanati na maeneo mengine. Pia tumefanikiwa kujenga barabara za vumbi na za lami, yani tukisema za vumbi haimaanishi vumbi kabisa, tunamaanisha barabara za changarawe, yani za moram, na barabara za lami zaidi ya kilomita 2 kwa kutumia fedha zetu hizi ambazo tunaletewa na serikali kuu pamoja nazo ya mapato ya ndani. Lakini pia tuna kilomita 6.4 kule Muriet pamoja na dampo kwa ajili ya kutupia takataka. Unaweza ukaona pia mabadiliko makubwa ya usafi wa mji tofauti na hapo nyuma. Yote haya ni kwamba tuliamua sisi kama wataalamu tusonge mbele, tufanye kazi kama timu na tukubali kukosolewa, na tuone kwamba kila tunachokifanya wananchi nao wanakijua na tunakuwa na uwazi. Kikubwa zaidi ni uwazi katika matendo yetu ya kuitumikia jamii kwa mujibu wa miongozo na maelekezo ya serikali. Sasa hebu tujikite kwa mwaka 2018 ambao ni mwaka mwingine, mwaka mpya kabisa.
sisi wakazi wa jiji la Arusha na Watanzania kwa ujumla tutarajie nini kutoka kwenu nyinyi wataalamu wa jiji la Arusha? Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kuwatakia wananchi wote wa jiji la Arusha mwaka mpya mzuri, lakini pia niwashukuru wananchi na wadau wote walioko katika jiji la Arusha na maeneo mengine ambao kimsingi tumeshirikiana sana katika mwaka 2017. Licha ya changamoto ndogo ndogo na tofauti ya baadhi ya mambo, lakini yote haya yalituwezesha kumaliza mwaka 2017 tukiwa katika kiwango cha juu cha mafanikio kulinganisha na malengo yetu ambayo tumeyaweka. Kwa katika mwaka 2018 kuna vitu ambavyo tunatarajia kuvifanya katika jiji la Arusha. Labda niwaambie tu wananchi wenzangu kwamba ambao wapo katika jiji la Arusha kwamba katika mwaka 2018 kuna vipaumbele vichache ambavyo tutatumia nguvu kubwa kidogo kuhakikisha kwamba vinatimia au vinatokea. Cha kwanza ni kupima ardhi za wananchi kwa bei nafuu na kwa kushirikiana na hao wananchi wenyewe ili ziweze kuwa rasmi kwao, waweze kupata hati za ardhi hizo na kulingana na mpango mkakati ambao ni master plan, mpango mkubwa ule wa mambo ya mipango miji ambao tayari sasa hivi uko katika hatua za mwisho kabisa kuidhinishwa na Wizara ya Ardhi. Kwa hiyo niwaombe kila mwananchi ajitahidi kwamba katika mwaka huu 2018 anaweka katika malengo yake kwamba ardhi aliyokuwa nayo kama ni kiwanja au ni shamba viweze kupimwa, awe na hati ili iwe ni mali ambayo inaweza ikamsaidia katika malengo mbalimbali kutokana na malengo aliyojiwekea. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza ambalo ni kubwa ambao tunataka kulifanya, na pia litaondoa kabisa migogoro ya ardhi ambayo ipo hasa katika majiji haya makubwa ikiwemo Arusha. Jambo la pili ninalotaka kuwatangazia wananchi ni kwamba tunatarajia kujenga stendi kubwa na ya kisasa katika eneo la Moshono pamoja na eneo la Ola City. Kama mnavyojua stendi yetu ya Arusha ni ya kizamani na ni ya muda mrefu. Kwa sasa hivi tuko katika hatua za kuidhinisha michoro na design na baadaye ili tupate ule mtaalamu mshauri ambao sio muda mrefu. Vyote hivyo tutafanyika ndani ya mwaka 2018. Ujenzi huo wa stendi itakuwa ni stendi ya kisasa zaidi kidogo ukilinganisha na stendi zingine ambazo tuliwahi kuziona. Itakuwa ni satellite city, yani center fulani ya kisasa hivi. Itakuwa na stendi, itakuwa na maduka, itakuwa na ofisi mbalimbali, itakuwa na maeneo mpaka ya watoto kucheza pembeni, lakini pembeni pia tutauza viwanja pembeni ya hilo eneo kwa ajili ya watu kujenga ili uwe mji wa kisasa zaidi. Sasa hivi tunajiandaa, tuko hatua za mwisho kulipa fidia kwa wale wakazi ambao wanamiliki yale maeneo. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba magari yanayotoka Moshi pamoja na maeneo mengine ya kanda hii ya kaskazini mpaka Tanga mpaka Dar na kwingine yataishia Moshono, hayatakuja katikati ya mji, magari makubwa, mabasi pamoja na maroli. Lakini pia yale yanayotokea Babati, Singida na kwingineko kote kwa njia hii nyingine yataishia Ola City. Kwa hiyo tunajenga stendi mbili, lakini kwa kuanzia tutaanzia na hii ya Moshono. Ikishakamilika hiyo, naamini kabisa kwamba jiji la Arusha litakuwa limebadilika kabisa na litaleta sasa ile hadhi yake ya kuwa makao makuu ya Afrika Mashariki, ndio yataonekana vizuri kwamba kweli yapo katika namna hiyo. Pengine katika hilo ujenzi wa stendi hii unatarajia kutumia kiasi gani ndani ya mwaka huu 2018? Katika huo ujenzi wa hiyo stendi kuna kazi kuu mbili zitafanyika. Kazi ya kwanza itakuwa ni kulipa fidia kwa wale wakazi ambao wanamiliki ile ardhi kihalali katika eneo la Ola City na Moshono. Itatumia kama shilingi bilioni 3 hivi na kitu, kama bilioni 3.5. Alafu bilioni 6.5 zitatumika sasa kujenga miundombinu yenyewe katika eneo hilo la Moshono. Kwa hiyo tutatumia shilingi bilioni 10 kwa awamu ya kwanza, ikiwa pia ni mkopo kutoka benki ya NMB ambao kibali cha kukopa mkopo huo tumekipata kutoka kwa waziri mwenye dhamana ya serikali za mitaa, na nichukue nafasi hii pia kumshukuru. Itakumbuka kwamba zoezi la upimaji wa ardhi katika jiji la Arusha sio swala geni. Limewahi kutokea katika miaka ya hivi karibuni pia, lakini kulikuwa na changamoto mbalimbali. Sasa kupitia gumzo la Clouds TV leo tutoe hofu sisi wananchi ambao tulikumbana na changamoto zile na ambapo tayari mmejipanga kuanza upya zoezi hili. Mmejipangaje kulitekeleza? Kwanza
katika kujipanga kwetu, kwanza tuna staff wa kutosha, wafanyakazi wa idara hii ya ardhi na mipango miji wa kutosha. Halafu pia isitoshe tunataka kutafuta pia hata kampuni ambalo limeidhinishwa na Wizara ya Ardhi ambalo litasaidiana na idara ya mipango miji ya halmashauri ya jiji la Arusha kuhakikisha kwamba zoezi hilo linatimia. Na kwa kuanzia tutaanzia na kwa kata 5. Ni imani yangu kwamba katika kipindi cha miaka miwili hilo litawezekana. Lakini pia tumenunua vifaa vya kupimia, zile darubini za kupimia, ili kufanya kwamba bei ile ya kupimia ishuke sana, ili kuwasaidia wananchi wenye kipato cha ngazi ya chini, kama ambavyo viongozi wetu wakuu wa serikali wanatuhimiza kila siku kwamba kadri tutakavyofanya majukumu yetu ya kutekeleza mipango mbalimbali ya serikali, tuangalie namna gani bora tutawafaidisha zaidi wananchi wenye kipato cha chini au maskini zaidi kuliko hata wananchi wenye wa kundi lingine. Kwa hiyo kifaa hicho tumekinunua kwa shilingi milioni 60, alafu kuna vitatu vilikuwa vimeharibika. Sasa hivi vimesha karabatiwa, vimeshakuwa vizuri. Kwa hiyo tunavyo vifaa 4, na kwenye bajeti yetu hii ambao tunatarajia kuanza mwezi Februari 2018, bajeti ya mwaka 2018 2019, tutaweka nguvu kubwa zaidi katika hilo eneo la kupima, ili wananchi waweze kufaidi kile kidogo ambacho wanacho kama rasilimali, ili ziweze kuwasaidia kujikwamua au kujiendeleza katika kujiinua masuala zima ya kiuchumi na kufanya shughuli zao. Wapo kwa ujenzi mkubwa wa eneo la dampo la Muriet, na hali ambayo tulipongezwa sana kwa baadhi ya maeneo kwamba ni mfano wa kuigwa. Pengine tuambie mradi ule umefikia wapi na utekelezaji wake unaendelea vipi? Mradi wa dampo la Muriet sasa hivi umefikia 99%. Lakini pia dampo hilo linatumika, na dampo lile ni la kisasa zaidi. Linapima, kuna mizani ya kisasa pia, inapima kilo za takataka zinazoingia pale kutoka mjini, maeneo mbalimbali ya mji, lakini pia inapima viwango vya kemikali vilivyoko katika hizo takataka. Kwa hiyo pale, baada ya kupimwa pale, ndio inapelekwa katika mashimo ya tunaita cells, zile ambazo zinapokea takataka. Kwa hiyo dampo lile ni kubwa mno, lina uwezo wa kuhimili takataka zote zinazopatikana katika jiji zima la Arusha, na lina uwezo wa kukaa miaka mingine 10 kabla ya kutafuta dampo lingine. Tumeona awali ni kwamba watu wanaokaa pembezoni mwa lile dampo walikuwa wakikumbwa na kadhia ya zile takataka kusambaa kwenda kwenye majumba ya watu. Pengine kwa wale ambao wanafahamu dampo la miaka iliyopita, leo hii wajenge picha gani? Wale walikuwa wanachukulia dampo lile la miaka iliyopita ambazo takataka zinasambaa, wasahau hiyo habari. Kwanza kuna ukuta mkubwa umezunguka lile dampo. Alafu hata zile nyumba zilizoko karibu na dampo tuliwalipa fidia, na tukavunja zile nyumba. Sasa hivi hawakai pale. Kwa hiyo sasa hivi waje waangalie, ni dampo la kisasa, linafurahisha. Na mle ndani ukiingia kwenye dampo, unaweza hata ukaingia na sahani yako ya chakula ukaanza kula chakula. Licha ya kwamba ni takataka, lakini hakuna harufu. Kwa maana takataka zile zinachakatwa kitaalamu pamoja na kuwekewa dawa zinazostahili, kemikali hizo. Kwa hiyo tunasema kwamba linafanana na hadhi ya Kiarusha kwa sasa hivi. Tunapozungumzia swala la maendeleo, hatusiti kuwagusa watu kama wanawake na vijana. Jiji limejipangaje kwa mwaka 2018 kuhakikisha kwamba linaboresha mambo yanayogusa vijana lakini pia wanawake? Jiji limejipanga vizuri sana. 10% ya mapato ya ndani yote ambayo kwa mujibu wa utaratibu, kwa mujibu wa miongozo pia ya budget na kwa mujibu wa maelekezo ya serikali yaliyo rasmi, ni kwamba inatakiwa itengwe kwa ajili ya wanawake na vijana. Lakini sasa hivi tumeongeza na walemavu. Kwa hiyo wanawake walikuwa wanatengewa 5% ya mapato ya ndani, vijana 5% ikawa 10%. Sasa hivi wanawake itakuwa 4%, vijana 4%, na walemavu 2%. Sisi tumeshaanza kutenga. Hata sasa hivi ninapoongea, kwenye akaunti zipo zaidi ya shilingi milioni 300 ambazo tunatarajia kuzigawa baada ya miezi miwili kulingana na utaratibu wetu ambao tunagawa kila robo mwaka. Kwa hiyo wanawake wote wa jiji la Arusha na vijana wote wa jiji la Arusha najua walikuwa tayari wamekaa katika mkao huo, wazidi kukaa katika mkao huo. Mikopo ipo ya vikundi, sharti iwe ya vikundi, na haibagui chama, haibagui kabila, wala haibagui aina yoyote ile ya ubaguzi, ili mradi tu yale masharti ya kupata ule mkopo katika kila kikundi yanatimia.
Kwa hiyo hilo eneo la mikopo ya wanawake, na sambamba na hilo, huko nyuma ilikuwa fedha hazipelekwi kwenye vikundi kama inavyotakiwa. Kwa hiyo kulikuwa na deni la zaidi ya shilingi bilioni 1,600,000. Sambamba na kutenga hizi fedha kwa mwaka huu, lakini pia tunalipa lile deni la nyuma. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tumelipa zaidi ya shilingi milioni 700 tangu kuanza kulipa. Kwa hiyo kutakuwa kumebaki kama milioni 900. Mpaka baada ya mwaka na nusu tutakuwa tumemaliza hilo deni. Kwa hiyo katika eneo hili ni eneo pia ambalo tumejipanga vizuri mno. Kuna kamati za mikopo za kila kata na kuna kamati ya mikopo ya halmashauri ambaye mwenyekiti wake ni mkurugenzi wa halmashauri ambaye ndio mimi. Na kusema ukweli, katika eneo hili sijapata malalamiko kutoka kwenye kundi la aina yoyote ile. Na lengo letu kubwa katika mwaka huu wa 2018, tunataka angalau kila mtaa iwe imefika milioni 50. Kila mtaa iwe imefika milioni 50 ule mkopo. Ndio lengo letu. Kuelekea nchi ya viwanda, umejipangaje na wananchi wako? Kuelekea nchi ya viwanda, jiji la Arusha, kwanza jiji la Arusha ni jiji lenye viwanda vingi sana. Lakini viwanda hivyo havifanyi kazi yenye tija ile iliyokusudiwa. Vingi vimekufa, vingi havifanyi kazi vizuri. Na kwa hiyo tunachokifanya sasa hivi kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya na ofisi ya mkuu wa mkoa, ambao pia ukumbuke Mheshimiwa Rais ndio amewapa jukumu la kusimamia katika eneo hilo. Vile imeshaundwa kamati, imeshafanya katika jiji, imeshafanya utafiti au imeshakusanya taarifa kuonyesha kiwanda kipi kinafanya kazi, kipi hakifanyi, nani anakimiliki. Kwa sasa hivi tuko katika hatua za mwisho, ni kuona namna gani bora vinagawanywa kwa watu wengine ambao wana utayari wa kufanya hivyo viwanda vifanye kazi. Lakini sambamba na hayo, kuna maeneo ambayo tumeyatenga kwa ajili ya viwanda. Kuna eneo kule tunaita Olmot, tuna eneo tumetenga kwa ajili ya viwanda, na kuna eneo pia kule Terrat ekari kama 20 pia tumetenga kwa ajili ya viwanda. Lakini katika mpango wetu wa ugawaji ardhi, yani master plan, katika kata ya Terrat kuna ekari 750 ambazo zinamilikiwa na wananchi. Hizo katika mpango zimetengwa kwa ajili ya viwanda pia. Kwa hiyo akija mwekezaji tunamuonyesha, analipa fidia kwa wananchi, anapata hati yake, anaweka kiwanda chake. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba katika kipindi cha mwaka huu 2018 vipo viwanda vipya vitaanzishwa. Lakini viwanda hivi sio vile vikubwa tu. Viko viwanda pia vya wanawake na vijana vidogo vidogo kwa kusaidiwa na SIDO, na hata vinavyotengeneza mpaka sabuni. Vyote hivyo ni aina ya viwanda ambavyo tutavisimamia kuhakikisha kwamba vinazidi kuendelea, na tuna mratibu kabisa ambaye anashughulikia tu dawati la uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Sasa hivi tumejipanga sana. Tuna kituo cha afya kikubwa sana kinaitwa Muriet. Kipo katika hatua za umaliziaji. Sasa hivi ninavyoongea tunajenga nyumba za watumishi, nyumba 6 kwa mpigo. Lakini pia kituo hicho kimeshakamilika, kimeezekwa. Sasa hivi tunaenda kwenye finishing. Na nichukue nafasi hii pia kumshukuru Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI. Tumepokea shilingi milioni 700 kutoka kwake kama kutuongezea nguvu ili tuweze kumalizia kituo chetu hicho. Fedha hizo tumezipokea, na niwatangazie tu wananchi kwamba tutazisimamia kweli kweli kuhakikisha kwamba zinatumika kama ambavyo malengo yamekusudiwa. Yaani zinatumika kulingana na malengo kama ilivyokusudiwa na aliyezitoa na wananchi wenyewe, ambao ni kuhakikisha kwamba kituo kinakamilika ili kiweze kutoa huduma tena kwa wakati. Pia tuna kituo cha afya kinaitwa Moshono. Ni kituo kipya kabisa na chenyewe kimeshaezekwa na kipo hatua za umaliziaji. Kituo hiki pia kitapunguza sana msongamano wa watu katika vituo vya afya vilivyoko mjini kama Kaloleni, Ngarenaro, Levoros, na hata katika hospitali yetu ya rufaa ya Mount Meru ambayo inamilikiwa na mkoa wa Arusha. Kwa hiyo vituo hivi ni viwili, lakini tumeendelea pia kupanua hata zahanati. Kuna zahanati mpya ya Olmot ipo katika hatua za mwisho, na kuna moja imefunguliwa juzi hata miezi 2 bado ya Kimandolu, kata ya Kimandolu, na pia tunafanya ukarabati pia katika baadhi ya vituo vya afya kama Temi na kwingine. Na sasa hivi tunajenga wodi mpya ya wazazi katika kituo cha afya cha Moivaro kwa gharama ya shilingi milioni 64. Kwa hiyo hizo huduma ndio ambazo tunazisimamia kwa nguvu kubwa kidogo ili kwenda sambamba
na utatuzi wa kero zinazohusiana na wananchi. Kwa upande wa elimu, kwa sasa hivi tunavyoongea, tunajenga madarasa mapya ya shule za msingi na sekondari, jumla madarasa 50 ukilinganisha na yale 85 mwaka uliopita. Lakini pia tumeshajenga madarasa mawili yamekamilika katika shule ya sekondari Suya, yanasubiri wanafunzi wa kidato cha 5 tu waingie Julai. Lakini pia sambamba na hilo, tuna shule 2 mpya tunazianzisha. Shule moja ya sekondari katika kata ya Muriet ambao kulikuwa hamna shule ya sekondari, walikuwa wanaenda Kinana ambako ni mbali. Lakini pia tunaanzisha na shule nyingine mpya ya sekondari na katika kata zingine ambazo hazina shule hizo. Kwa hiyo ukiangalia vizuri ni kwamba katika sekta ya elimu na afya ndio sekta ambazo kwa Arusha katika bajeti yetu zinaongoza kwa kipaumbele cha kuhudumia hawa wananchi. Watendaji wenzangu wa serikali ambao kazi yetu kubwa tumeajiriwa na tunalipwa mishahara yetu kuhudumia wananchi, ni kwamba tufanye kazi zetu kwa kujituma sana, kwa bidii kubwa, kwa uadili hata na weledi. Alafu tujiongeze sana katika namna ambavyo tunasimamia haya mambo ili pia tuweze kuyatekeleza kwa njia iliyokuwa nyepesi zaidi, na kama ni miundombinu basi tutumie gharama ndogo lakini bila kuathiri ubora. Kwa upande wa wananchi wa jiji la Arusha ambao kuna changamoto moja, nataka niwaambie leo ukweli kwamba uchangiaji wa miradi ya maendeleo kwa wananchi mmoja mmoja katika kata yao au mtaa wao wote ule imekuwa ya chini sana. Mimi niwaombe tuwe pamoja. Ukiona sehemu tunaanzisha shule, ujue ile shule ni ya wananchi. Ukiona sehemu tunaanzisha zahanati au kituo cha afya, ujue ni cha wananchi. Tusidanganywe na watu wengine wote labda ambao hawana nia nzuri sana na sisi. Tuungane kwa pamoja katika kushirikiana, katika kuchangia miradi ya maendeleo, hasa ile ya kijamii ambayo inatufaidisha kwa pamoja. Hilo ndio ombi langu kubwa. Ombi langu la pili ni kwamba tuwe makini sana na mazingira yetu. Tuhakikishe kwamba kila mtu ni mlinzi wa mwenzake na ni mwalimu wa mwenzake katika kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanakuwa safi na salama, ili tuendelee, jiji liendelee kuwa jiji safi pamoja na amani. Lakini jambo la mwisho ni kwamba kuna wale wanaume ambao wanapenda kubaka watoto wa shule. Niwaombe sana. Sasa hivi hiyo hali imepungua, lakini si kwamba imeisha. Hilo jambo, kila mtu awe mlinzi wa mwenzake. Watoto wakibakwa hao tutakuwa na taifa ambalo halina maadili haya yaliyokuwepo leo. Kwa hiyo kila mtu awe mlinzi wa mwenzake ili wasiendelee kubakwa. Yote kwa yote, naombea mwaka mpya huu mwema, tuendelee kushirikiana ili tutakapofika mwisho wa mwaka tena tuwe na vitu ambavyo vinazungumzika kama vile ambavyo tumevifanya mwaka 2017. Hatimaye ndio mwanzo wa kupata maendeleo na kupunguza umaskini tuliokuwa nao na kusonga mbele ili kuwa taifa kamili la viwanda au taifa lililoko katika uchumi wa kati. Ndio lengo hilo. Asante kwa kufuatilia taarifa zetu. Please subscribe.